kuna watu walikuwa wananiandikia paka barua kwamba Mkolea sijui I love you nakupenda sijui nini ni namba ni girlfriend wako sijui nimeandikiwa even those kind of letters. Yeah. Afa so kama utomboy nilikuwa kama naonesha yani mimi hata sijui nilikuwaje ila nilikuwa tu ile kosa ninavyotembea. Nilikuwa siwezi kutembea straight. Yani siwezi mkuja kuweza yani sijui I think mwaka jana mwishoni. Yani siwezi yani lazima nikitembea ni bendi mgongo hivi. Kwa sababu nilikuwa sipendi matiti yani yaonekane. Yani sitaonekana nilikuwa siyapendi in short. Nilikuwa najaribu kuyabana sometimes siyapendi kabisa yani sipendi. I don't care about my status. Unajua kuna ile ukiwa msichana una care kwamba I have to be smart. Na nikitembea sehemu niwe smart watu wanione. Yani hicho kitu nilikuwa sina. Mimi natembea yani mambo tunavyojisikia siku ninavyotembea. Right. Habari yako mdau wetu pendwa kipindi chetu pendwa cha Fix You with Kamurin. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamugisha. Na leo nipo na mdogo wangu mzuri anaitwa Helen Calvin. Helen Calvin ni mhitimu wa kidato cha 4. Na yuko hapa Helen, tumewahi kufanya mazungumzo na mama yake mzazi ambaye anaitwa Rehema Regasira. Alituambia namna gani migogoro ya wazazi inaweza kuathiri hatima za watoto. Na kwa bahati nzuri mtoto mwenyewe ambaye ni mlengwa ambaye alipata madhara kidogo kutokana na zile purukushani ambaye ni Helen akasema hapana mama mimi nataka nije na mimi nizungumze ili Watanzania waweze kuelewa hizi athari. Helen anasimama hapa kuwakilisha watoto wengine wengi sana majumbani ambao matendo au migogoro ya wazazi wao inawaletea shida kisaikolojia moja kwa moja na hawana pa kusemea na wengine hata wakisema hawapati msaada. Ikiwa wewe ni mzazi unatutazama au mzazi mtarajiwa unatutazama unala kujifunza hapa kutoka kwa Helen. Kwa yuko hapa Helen atatuambia yeye alikuwa anajisikiaje wakati ile migogoro inaendelea, alianza kupata shida wapi alikwama, nini kilitokea, tutajua kutoka kwa Helen mpaka njia ambayo iliweza kumtengenezea uhuru sasa wa kuweza kuwa huru kisaikolojia kwa sababu ya mambo yalimuathiri Helen mpaka ikapelekea yeye kuanza kuwa tomboy. Tomboy mnawajua ni mtoto wa kike lakini anavaa nguo za kiume. Yani anakuwa hautaki mwanamke, yeye anataka kuonekana kama mwanaume. Kwa hiyo anakuwa anavaa nguo za kiume, akivaa dera anajiona namna gani, akivaa nguo za kike anajiona mimi sio wa kike. Kwa hiyo anakuwa anakwenda kinyume na jinsia yake. Kwa karibu sana mtazamaji wetu, kama ndo kwanza umesubscribe basi nakukaribisha sana katika familia yetu hii ya watu wanaopenda kujifunza. Hili ni darasa la maisha kabisa. Karibu sana Helen. Asante. Una utambulisho wa tofauti na hapo? Utambulisho? Amna zaidi kwa jina tu naitwa Helen Calvin kama ulivyosema. Nimeweza kidato cha 4. All right. Ni like public speaker naweza nikasema. Wewe ni public speaker. Nimeweza public speaking, yeah. Unapenda public speaking. Na Kiingereza unakijua? Takuongea tu. Yuko vyede. Haya, basi karibu sana. Hili ni jukwaa tunalitumia kujifunza kutoka kwa watu mbalimbali. Na leo tunapata kusikia sauti ya Helen. We are so much delighted to have you. And I'm very thankful to be here. All right. Karibu sana Helen. Sasa tuanze na ni kitu gani ambacho wazazi wako walikifanya wewe kilikuwa kinakuumiza sana? Kitu niumiza cha kwanza ni kitendo cha kupeleka boarding nikiwa mdogo. Na ulipelekwa boarding? Nilipelekwa boarding nikiwa mdogo. Yani nakumbuka napelekwa boarding bado kabisa najikojolea na jinia nakumbuka. Yeah. Afu nilikuwa nimetoka Dar, nilikuwa nimezoea sana mazingira ya Dar. Nilikuwa nimezoea sana huku, nilikuwa nimezoea sana kukaa na wazazi.
then nikapelekwa boarding alafu sehemu ya tofauti kijijini. Ilikuwa kijijini boarding, yani boarding kijijini. Mkuja kwa mazingira ya tofauti. Nakumbuka nilikuwa na allergy, yani nikikaa kwenye majani naota vipele mwili mzima hadi kwenye masikio. Yani nilikuwa siwezi nikapata marafiki. Yani nilikuwa na vidonda kichwani, masikioni. So nilikuwa hadi darasani nilikuwa natengwa nakaa nyuma. Yani kwa sababu huwezi kukaa na mimi, nilikuwa napakwa madawa fani hivi kichwani, yani ukiniona huwezi kunitamani yani. So nilikuwa nakaa nyuma. At that time nilikuwa mdogo, so like niko shule, sasa sina contact na wazazi. So yani unakaa mazingira fani hivi, yani upo mwenyewe ukiwa bado mdogo, yani you feel kabisa upo mwenyewe, yani you have to fight, you have to survive in that life. Yeah, hivyo kitu cha kwanza. And how old were you? I think 6, 7. Ulikuwa na miaka 6, 7. Na mazingira ya shule yalikufanya ujihisi uko peke yako? Kwamba wazazi kama wamekutupa hivi? Hata na wazazi hadi yani marafiki pale shule nani guardians walezi ambao nilikuwa nakaa nao kule pia. Yani nipo mwenyewe short. Ulikuwa mpweke tuseme? Mpweke. Kwa hicho ndio kitu cha kwanza kabisa ambacho kilikukera yani? Yani sio kunikera, ni kilikuumiza. Yani nilikuwa ni mtu nakaa nalia mwenyewe kwamba okay. So ndani ya kisasi nikampigia baba, sasa nikampigia mama. Ilifika kipindi ile nikasahau kama hadi sura zao, yani najaribu kurecall mama wangu anafananaje, sikumbuki. Because sijamuona ni muda mrefu na sijaongea naye muda mrefu pia. Kwa hiyo mpaka inafika hatua nasahau kama mama wangu anafananaje. Inafika hatua kuna watu wanakaa wanaongelea mama zao, mama wangu anafanya hichi. Natafuta story ya kuhadisia, yani kuhusu mama wangu sioni kama ni hadisie nini, yani nimeshasahau, I don't remember, I don't recall. Yeah, ilifika hadi hatua hiyo. Nini kilisababisha ukapelekwa boarding unavyodhani? Nilikuwa boarding. Mama anasema nilikuwa mtundu. Alafu anasema kwamba mazingira pale nyumbani alikuwa anakaa Uswahilini. Kwa hiyo mama akafikiri akinipeleka boarding nitatulia au nitakuwa sijui I don't know. Alisema nitatulia nikienda huko, labda mazingira yatakuwa mazuri hivyo nikikaa shule. Kwa hiyo ndio sababu waliokupa ya kupelekwa boarding. Kabla ya kupelekwa boarding kuna vitu unavikumbuka ambavyo walikuwa vinaendelea ndani ya nyumba ambavyo pengine vilitengeneza mazingira fulani hivi? Mnasikumbuki sana kitu kinaendelea. Ulikuwa mdogo baada ya kwenda shule labda. Ila kilikuwa hamna kitu ambacho kinaendelea kusema labda walikuwa wamegombana muda ule, hapana. Kwa sababu baba alikuwa ni mtu anaenda kazini asubuhi anarudi usiku sana. Anarudi usiku, mama naye alikuwa anakipigia kwa anafanya kazi, kwa anatoka kwa sio mtu kukaa nyumbani. Kwa hiyo hamna. Kwa nini sasa ukawa tomboy? Nikawa tomboy. Nilikuwa tomboy. Kuna kipindi nilikuwa darasa la 4. Sijui niongee kila okay, sema tunaongea. Nilishuhudia babangu. Yani babangu alikuwa ni mtu ana haki. Babangu anapenda sana, yani hawezi kaishi na mwanamke mmoja. Ana wanawake wengi, yani kiasi kwamba alikuwa nikishika simu yake, yani nakuta message ya huyu, yani wapo kama 7 hivi. Na mmoja anaishi naye pale ndani. Na najua kabisa babangu ana mke ambaye ni mamangu mimi hapa. Kwa hiyo nilikuwa naishi na mchepuko wake pale ndani. Sasa the fact, yani baba ananiambia usimwambie mama yako, sawa? Kwa hiyo mimi napiga simu. Upo na nani? Mama nipo peke yangu. Wakati nipo najua kwa kuna mtu nipo naishi naye ambaye ni mchepuko wa babangu. Na baba anani hide kwamba usimwambie mama yako. Kwa hiyo kitu kanijengea ili kuchukia tu wanaume, yani kwamba wanaume ndo walivyo, hawawezi kuwa faithful, hawawezi wakatuza familia zao. Kwa hiyo nikaanza kuchukia wanaume, yani definitely nikaanza tu kuchukia wanaume, nikasipendi, yani sipendi mimi issue inaambia habari za kuolewa. Sijui mimi siku nitaolewa, sijui nitakuwa na familia, yani ukiniambia hapo unanichanganya. Unaona kama ndo wazani nakati ndo anajua kabisa ndo inafika step
anaenda anaendelea na wanawake wengine. So nini maana ya ndoa kama kweli ndoa watu wanafanya hivyo? Kwa hiyo nikaanza kuchukia, definitely nikachukia tu kwa mwanamke. Nilikuwa nachukia kwa sababu mimi nilikuwa namshuhudia mamangu. Maana kuna kipindi nimwandikia babangu barua nikiwa darasa la 4. Kipindi kile anakaa na ule mchepuko wake. Nikamwandikia barua nikamwambia baba, sio sawa. Yaani niandika tu barua nikaanza kunidraw nikamwambia baba, yani mimi sijapenda, definitely siwezi nikakwambia kwamba sijapenda, nakwambia kwa njia ya barua kama baba unachokifanya sio vizuri. Kumbuka mama naye anakaa peke yake kule alipo, fanya mrudiane, mimi hate kwamba una mwanamke mwingine. Nikaandika ngaacha kwenye draw nikaondoka. So wakati natoka shule nikakuta wamerudiana. Bila wanakaa wote hivi. Mimi I was very happy. Lakini nyuma ya pazia baba alikuwa anaendelea tena na wanawake wengine. Kwa hiyo na mama kuna muda alikuwa anajua, namuona kabisa anajua, lakini anaendelea ana act kama hajui. Hamna kinachoendelea. Baba anarudi anapika, sasa baba anarudi anapika chakula, anampasia nguo, anamwandalia, anamfulia. Nikasema sasa sielewi. Huyu mtu anakula nini, ana cheat, then anarudi mama ana act very cool. Very cool, ana fly, mama amerudi anampokea. Hey, nikasema mimi mtu ananifanyia hivyo alafu namchekea nani anampakia vitu. Hivyo ndo kwa mke au ndo kama ya kwa nikaa sipendi mamangu, anamuona kama mamangu anakuwa kama mtumwa, yani kama mtumwa fani, unajua. Kwa sababu hata ukisema nimekuja kuelewa baada ya kukua kidogo kwamba hata mama angekuwa anaongea pale isinge change, yani isingebadilisha kwamba baba na wanawake tayari wengine nje nani ambapo nje, isingebadilisha kile kitu. Kwa hiyo nikawa nachukia na vizidi kukua na kuelewa kwamba yani mume wako hata kama akiwa na wanawake nje, yani you can't, hata kama unampa everything anachotaka, unampa everything, upo ndani unampikia, unamfulia, huwezi kubadilisha kwamba tayari ana wanawake wengine. Kwa hiyo nikawa nachukia kabisa habari za ndoa nini, nikachukia mpaka kwa mwanamke. Yani nikachukia kabisa ni hadi kwa mwanamke sasa mimi mtu ni mtumwa na niweka ndani namfanyia everything after anapata tena kwa wanawake wengine, then what is that? Mimi hapana kabisa, sitaki hata kusikia habari za ndoa. So nikaanza kuchukia. Mimi nikasema mimi ndo nitaoa. Nilikuwa najiambia mimi ndo nitaoa. Nitafuta hela, nitatoa mahali, mwanaume nitamiliki na nitamiliki mimi hapa. Sitaki kuolewa kabisa. Mimi nitaoa mwenyewe, nitatafuta hela zangu, nitaoa, sitaki kuolewa. Nilikuwa najiambiaga hivyo. Kwa hiyo utaka kuoa nani sasa, yani mwanaume mwanamke? Yani mimi nilikuwa ni mtu fani hivi, natafuta mwanaume ambaye anaweza kumcontrol. Yani sipendi mtu anicontrol. Yani mpaka sasa hivi sipendi kucontroliwa, yani mwanaume anicontrol. Bora mwanamke akinicontrol zaidi kidogo nikasema yes. Lakini mwanaume yani anicontrol kwamba sijifanye kile, yani si mtu kuna mahusiano kama si ndio tukutane sifanye. Wewe mimi nani umenioa? For what? Yani anambia sasa eti njoo panda gari wewe. Mtulie na nampandisha gari nani? Sitaki. Yani sipendi kukontroliwa, mtu ananiambia sifanye hichi, sijui kuna mahusiano, sijui nipikie, sijui nijishushe, sijui siwezi kufanya. Kwa sababu ulichokiona. Kwa hiyo nadhani mama yako alifanya kitu kizuri hicho, au wewe ungekuwa unamshauri mama yako wakati ule ungemwambia nini? Ningemshauri mama wangu wakati ule. Ningemwambia ampige. Ampige baba. Ampige because ana haki ya kukasirika, si kitu anachofanywa, it's not right. Mimi nakumbuka yani mimi sitaka hata kukumbuka mengi. Nakumbuka mfanyakazi kabisa wa ndani alikuwa like yani wapo eti baba anachukua mfanyakazi wa ndani eti anampa lift mpaka kwao. Afu kwa huo mfanyakazi mama yake mfanyakazi tena anamjua mfanyakazi, anamjua babangu, anapiga sana story. Sasa nikajiuliza huyo mfanyakazi anapiga story mpaka na babangu. Hapo tumemwacha mama nyumbani. Anapiga story na babangu. Kwanza kuna siku tunaenda kupanda gari mimi na mama. Huyo mfanyakazi akakaa mbele ya gari. Tayari nikajua wataleo na kuna mazoea. Yani kuna mazoea tu ambayo anayo. Yani anakaje mbele ya gari kati anajua mke wa baba yupo ndani. Amekuja baba akajishtukia akasema samahani, akaenda kukaa nyuma, nikasema tayari kitu hicho. Kwa hiyo ukachukia kuwa mwanamke kwa sababu ya hicho ulichokuwa unakishuhudia. Ulimwambia mama? Mama. Mama, yani sio kama ni au ulikuwa umwambie? Mama alikuwa anaona. Ila ndo hivyo anazuga. Mimi anadhani nyie amuelewi. Nadhani mimi sielewi. Unajua kuna ile mtu unafikia bado ni mtoto. But mimi nilikuwa naelewa. Kama nimeelewa kabisa kufanya kazi na baba wale, mimi nilikuwa tu kuona tu mazoea yao, unajua ile unaona mtu anazoea, unajua tu
mtu hadi alivyoseviana kwenye simu sio wanaangana akasema mnafanya kazi hapa. Yeah, wewe nilikuwa na uwezo wa kuelewa kidogo nilipokuwa mdogo. Kwa rafiki zako walikuwa wakushangaa ulivyokuwa tomboy? Marafiki zangu shule. Yani mimi hapa karakta yangu nipo kama chizi fulani. Yaani utomboy wangu kuna watu walikuwa wananiandikia paka barua kwamba Mkolea sijui I love you nakupenda sijui nini ni namba ni girlfriend wako sijui nimeandikiwa even those kind of letters. Yeah. Afa so kama utomboy ilikuwa kama naonesha yani mimi hata sijui nilikuwaje ila nilikuwa tu ile kosa ninavyotembea nilikuwa siwezi kutembea straight. Yani siwezi kuja kuweza yani sijui I think mwaka jana mwishoni. Yani siwezi yani lazima nikitembea ni bendi mgongo hivi. Kwa sababu nilikuwa sipendi matiti yani yaonekane. Yani sio onekane nilikuwa siyapendi in short. Nilikuwa najaribu kuyabana sometimes siyapendi kabisa yani sipendi. I don't care about my status. Unajua kuna ile ukiwa msichana una care kama have to be smart. Na nikitembea sehemu niwe smart watu wanione. Yani hicho kitu nilikuwa sina. Mimi natembea yani mbona ninavyojisikia siku ninavyotembea. Nikiamua nikivaa kiatu hichi nimevua kile yani natembea vyovyote vile. I don't care tu wanaume wananionaje. Kwanza wanaume walikuwa mabesti zangu. Yaani nikipita babani mshikaji mambo watu wanashangaa mbona wanaogopa wanaume wanaogopaje. Ndio walikuwa besti zangu. Yaani nilikuwa sina sana urafiki sana na wanawake. Nilikuwa na urafiki sana na wamekuwa wanaume utaamini. Yaani nimezoeana nao sana. Alafu unajua kuna ile so kwamba wanaume yani mwenzao wanaume kiasi kwamba wanakuona kama na yeye ni mwenzao. Yaani washtuke yani nini nikiwa nao hivi hawezi kusema ani washtuke au watu watashtuka kama Steve labda na date nice tu nini. Sasa huyu mwenzetu tu anakaa kupiga na historia. Nilikuwa nataka kaa kikundi cha wanaume 50 ni kama mwanamke peke yao pale. Na wasishangae na wasinifanye chochote kwa sababu najua mimi ni mwenzao. Tunapiga story pale, mtapiga story, Mkolea afanye, afu Mkolea ndio mtoto wa kike. Unafanya nini na wasema wewe vipi tulia bana nini kelele sasa. Ndio hivyo tunapiga story yani. Kama hizo step. Kwa ilifika hatua tunaambiwa sasa tuliambiwa na mama kwamba ilifika hatua ulikuwa kama yani kama umefreeze. Yani kwamba utakwenda shule, utakuoga, utakufanya chochote yani upo tu. Yani hiyo ile ni nini ilikuwa inakutokea pale? Yani ulikuwa unajisikiaje yani kwa wakati ule? Time of freezing ambapo nilikuwa sitakuoga na sitakwenda shule. Yani nilikuwa najitafuta. Yani sijui nipo wapi. Kwa sababu nilikuwa nawaza kwamba nikiwa ile tomboy. Serious maana mimi actually yani kwanza nilivyokuwa mdogo nilichukua na plan kwenye maisha yangu kabisa. Plan ni my dream. Yani ni kuishi maisha ya kitomboy. Yani ilikuwa dream kabisa dream yangu. Yani my special dream kama mimi nitakuwa na nyumba yangu. Nitakuwa na familia. Yani nitakuwa na mimi nyumba yangu itakuwa tu wanaingia wasichana na have a party nini hivyo. Yani kabisa nimepanga maisha yangu kabisa nitakuja kuishi very yani ile tunaita wanaita ile wanaita sijui bad girl sijui nini bad girl bad girl nitakuja kuishi maisha ya bad girl sana hivi na gari langu hamna mwanaume anataka kunipanda kichwani. Nilikuwa nataka niishi maisha yana hiyo na ilikuwa ni ndoto yangu kabisa. Sasa mama baadaye alivyokuja kujua kama issue is very serious kama mwanangu anaelekea akaanza kunitoa kwenye mstari. Anakuja anaanza kuongea na unajua tena mzazi anaweza kutetea huruma eti mwanangu napotea mimi unajua mama yako ni mtu mmoja anatetea huruma. Unajua kweli mama anakuja anaanza kuniambia mwanangu unakoelekea huko sio kuzuri nani Mungu hajatuumba tuwe hivyo. Sasa unajua mzazi mimi ukiwa hivi nikaongea na mtu anaweza kujifanya kama sijamuelewa ama simsikilizi au anaweza nikambishia kabisa lakini baadaye maneno yanaanza kunirudia kichwani. Kwa hiyo sasa nikawa nimestuck yani sijui nifuate moyo wangu au nifuate watu mama anachoniambia. Alafu sasa nikawa na kelele nyingi yani nasikia kelele kichwani wewe unavutaka ni maisha ya mama yako ni ya kwangu. Mama ana maisha yake na mimi na maisha yangu. Kama yeye nataka kuishi hivyo namna nini. Afu pia nikamuonea mamangu huruma. Unajua mimi mtoto wake wa kike sijui wa pili. Ili mamangu apate mahali, unajua. Au sio? Nikaanza kuona. Lakini kipindi kabla ya kuanza kuhusu mahali ya mamangu, mimi niliwaza kwamba mimi nitapata hela zangu, nitamnunulia mamangu gari, nitamnunulia nyumba, yani nitafanya everything so lazima mamangu apate mahali. Mimi nitafight kivyangu, mamangu nitamtunza bila hata mwanaume.
ndio nilichokuwa nafikiria. Kwa hiyo baadaye mama akaanza therapy, yani kama therapy anaongea na mimi. Yaani kila saa tu ananitaita chumbani. Eka tu kidogo, Helen njoo, anaanza kuongea na mimi, mwanangu sijui nini. Anaongea. Kuna muda kuna siku aliongea paka maneno makali, yani nililia. Akakaa tu, mwanangu kama unataka kuwa tumbui bora ufe. Kufa tu bora ufe nikuzike mimi. Ai. Nikasema mamangu tena ananizika mimi. Sasa hicho kitu kikaniumiza, nikakaa nikaanza kulia, nikamwambia maana mamangu ameona sina thamani kwa sababu tunataka niwe tomboy. Na nipo tayari nife. Nikamwambia jamii haitakuja kukubali. Ngana mama matomboy ngapi, mbona matomboy wengine wanakubalika tu. Na watu unajua watu wanasema kama hawakubali matomboy wala wale mashoga, lakini watu wana followers. Wana followers mtandaoni, wana nini, na watu wanasema watu hawakubali lakini wanawafollow na like na wale wanaingiza hela unajua. Kwa hiyo nikasema mama mbona sio kama ni kitu labda kusema ni kitu kibaya kivile, mimi nilikuwa sioni effects muda ule, yani nilikuwa najua ndio maisha yangu, yani ile ndio ilikuwa maisha yangu, yani kama mama anayagusa. Kwa mama akaanza ile therapy, anaongea na mimi, toka anaongea na mimi, mwanangu akanipeleka hadi kwenye mambo ya physiolojia, wana psychology. Akananipeleka huko, nakaa tunaongea, nasoma vitabu, ananipa vitabu kusoma. Mimi nilikuwa sijapanga, yani nikana change ile kumplease mama. Mama na change ile mama watu waone kama nimebadilika. Nikaanza kidogo kuvaa magauni, kidogo. Nilikuwa siwezi kuvaa gauni. Yani nilikuwa sijawahi kuvaa gauni, yani kabati yangu kiasi kwamba mpaka leo nice na magauni kama 3 hivi au mangapi. Yani nilikuwa ni mtu na suruali na vipensi. Mashati makubwa, nilikuwa siwezi hata kuvaa top. Kwa hiyo nikanavaa magauni kidogo, kisha nikamka navaa sketi na ima tu, yani kumplease mama wangu kwamba I'm changing. Mama baadaye akaona sasa mimi naigiza, akiondoka tu mapiga pamba zako zile zenyewe. Nilikuwa na kitambaa fulani hivi kidali kifani hivi, nilikuwa napenda kukivaa kichwani. Sasa mama akiwepo na kivua, mama akiondoka tu na kivaa tena. Sasa mama kanibeba nikivaa, akasema mwanangu hujabadilika, unaigiza umebadilika. Kama hapa mama nimebadilika, hichi kitambaa nilikuwa nishazoea kuvaa kitambaa kichwani, yani nimezoea nikivaa tu napiga daleki yangu kichwani, napiga daleki hapa natoka nje, naona hapo niko vizuri. Baadaye akasema mwanangu bado hujabadilika, wewe hapo una force, yani kama una force kubadilika ili kumplease. Akanambia changes, yani kwanza jikubali kwamba wewe ni mwanamke, alafu changes zitakuja zenyewe. Mimi baadaye nimepotezea, kuna rafiki yangu anaitwa Grace, nilikuwa napenda kuongea naye. Grace ndo my role model. Anaongea na mimi akasema Helen, nani hata ufai kwa sababu muone ulivyo mzuri. Anakuambia kasema kwa matumbo yangu, mbona other girls ni beautiful lakini bado wanakuwa matumbo. Nikamwambia hapana, sio vizuri. Msikilize mama. Unajua sio vizuri ni kwa hivyo. Kwa hiyo nikamsikiliza, akanisaidia. Sometimes darasani nilikuwa nimekaa hivi ananipiga mgongo. Hey, Dani kaa vizuri kama mwanamke. Akanisaidia. Baadaye tu nikaanza, sijui, I don't know, sijui ilivyotokea exactly. Nakumbuka tena mama alinipiga kitabu fulani hivi niandike about how I feel. Nilipokuwa na feel nilipokuwa mdogo. Ni baada ya kutelekezwa, baada ya hizi purukushani za wazazi. Akanambia niandike jinsi nilivyokukosea, andika kila kitu, naandika achilia. Niliandika. Yani nikishika tu kitabu kile, tena nilikuwa naandika nikiwa na hasira. Niko hivi na siwezi kuandika nikiwa tu na hasira, nikiwa nakumbuka nashika peni. Nakwambia mama wewe kunipeleka mimi kijijini kule. Kunipeleka mimi kijijini kule. Unajua mama yangu alikuwa ameniandaa, yani mimi mama kipindi kile nilipokuwa mdogo, alikuwa ananiandaa kwa kama role model fulani hivi Miss Tanzania hivi. Yani nilikuwa mimi nilikuwa navaa, nilipokuwa mdogo nilikuwa navaa nikitoka nje. Yani nilikuwa napenda, unajua ile kwa mwanamke, nilipokuwa mdogo nikikumbuka. Nilikuwa navaa vingo fulani vifupi hivi, navaa koti, nilikuwa na pesa na fashion. Mama yangu alikuwa anafundisha mapose. Mama yangu alikuwa director zamani. Anafundisha mapose, fanya hivi kwa kuna event shule. Nilikuwa naenda naenda mimi ndo naenda kama kutumbuiza hivi. Kwa kwenye birthday ya mtu au kwenye sherehe yote shule, na mbona nilikuwa chekechea. Nenda nadumbuiza. Hivyo so aliponipeleka kijijini, yani all those dreams, yani kile kitu kile alikishut down. Hiyo kitu ile kujipenda ile role model that being lady, alishut down hicho kitu. Kwa hiyo kitu kimekufa, yani kilikufaga kule. Kilikufa mimi nimeenda kule kijijini hata sielewi, hata siku 3 hujaoga. Mimi nilikuwa naoga, mama anajua nilikuwa naoga, yani siku moja naoga, nilikuwa napenda sana kuvaa.
yani kwa siku nikonoga mara 4 5 na ni maana nioge tu nivae nguo nyingine. Time nyingine nitoke nje nitembea tu anione nivae miwani, nilikuwa napenda hivyo. Sasa nimeenda kijijini, yani ukaa kijijini kule, ile experience ya kijijini kwanza tunaogea mtoni. Tunaoga mtoni. Sasa mtoni kule huwezi kaenda kila saa. Maji kule shuleni kwa alikuwa hayapo. Maji paka ushuke chini uende mtoni. Na mtoni tunaenda mara moja tu. Na kama mvua ikinyesha au nini haturuhusiwi kwenda. Kwa vitu tukae hivi bila kuoga. Na kwa hiyo nikaa nimezoea mazingira kule, nikasahau hata kama mimi nilikuwa ganisha kuwa role model, nishaikuwa sijui misi, sijui nini. Nikasahau. Wewe nikawa naishi tu, nimeishi nikapoteza nini? Sasa nilipoteza huko. Nilipoteza ni I lost nilipoteza so. Ila sasa hivi umejipata tayari. Sasa nikasema nimerudi kidogo, yani bado sifuko ni extent lakini nimerudi. At least kidogo naweza sasa hivi nikasema mimi mwanamke. Nilikuwa sisemagi zamani. Sababu mtu akiniuliza wewe mwanamke au mwanaume? Najibu mwanaume. Lakini sasa hivi mtu akiniuliza wewe mwanamke au mwanaume nasema okay, I'm a girl. Sasa hivi nimekuwa msichana of course. Nimekuwa sijui. And you are very cute. Do you know that? Funny. Very funny. Yeah. Kwa hiyo sasa hivi at least naweza nikasema nimekuwa. Lakini bado I have a problem kukubali ile character ya mwanamke. Ile character ya mwanamke kwenye ndoa. Yeah, yani sasa kwenye ndoa hata kwenye mahusiano, yani mimi sipo tayari kukubali ile character ya kutumikishwa, yani ukiasi mwanamke, yani mtu amekupenda mwenyewe, wewe ndio utoke nyumbani, ukasijui ndio kamuone, sijui mfulie, yani sijui mbashe viatu, sijui nini, eti kisema mwanaume, yani bado na shida hiyo. Bado hujaelewa bado. Yani bado sija ile drop, nikajishusha akasema mimi mwanamke hivi ni vitu ambavyo inabidi nifanye. Bado na hiyo shida, lakini at least good. Lakini mama si anaendelea kufanya therapy zake. Anaendelea. All right. So, Helen, as we speak today, umepata nafasi ya kuzungumza na mzee wako. Like one on one, tukupata hiyo closure. Bado. Baba sio mtu wa kuongea. Yaani hatuna ile leadership ya kuongea. Babangu sio mtu, yani sio mwazi. Sio mwazi. Mwazi kabisa. Hapo ukitibua mambo yake kwanza kumuuliza sijui kuhusu wanawake yake ni kama ni ugomvi, hata kabisa kuongelea. Hataki. Kwa hiyo hamjawahi kukaa na kuzungumza. Hatujawahi. Lakini umemsamehe baba. Hapana. Siwezi kudanganya, bado sijamsamehe. Sijamsamehe kwa sababu mimi nakumbuka kuanzia nikiwa la 5 kabisa 5. Pindi kile nimegundua ni hivi wanawake kabisa baba. Weza kwamba wanawake wengi wanakuwa wanaweza kuwahinda wote. Unajua wewe huyo sasa. Mimi hapa mami mwenyewe ni shahidi. Kwamba unajua sometimes wanaume ni ile hulka mwanaume aweza kuvumilia kwa mwanamke, sijui hawezi kuvumilia, sijui kwamba yani sijui ikiwezekani, I don't know. Sawa, nikasema baba sawa. Tuseme basi baba mama wangu labda huenda labda hatoshelezi au labda hauwezi kuwa na mwanamke mmoja. Lakini baba, wanaume ambao wanakuwa na wanawake wengi ni wanaume ambao tayari anaweza kuprovide, yani ile kima kwamba sawa na wanawake wengi lakini nina mke na nina familia ambayo inabidi nihudumie. Na huko nje tena wanawake zinabidi tena wahudumie, so you have to, yani uwe kule financially strong kwamba naweza nikahudumia nikaprovide familia yangu. Yani hivi unafikiri baba kwa mfano angekuwa na wanawake wengine then akawa anatuhudumia sio naye, sisi tungelalamika? Hapana, lakini ile fact kwamba ametelekeza familia yake ili kuhudumia wanawake ambao wapo nje ya ndoa na anahudumia kabisa watoto ambao wenyewe hajawazaa. Ni kitu ambacho it's not right, and kipo kwenye system au kwenye mstari, yani sio vizuri. Kwa mimi simlaumu sawa, yani kuwa na wanawake wengi simlaumu kwa sababu alikuwa akai sana na mama taifa. Mama alikuwa anasafiri, mama anamwacha anaenda huko. Sawa, huwa mwanamke mwingine lakini una familia, tayari una majukumu ambayo inabidi fanya nini? Uyatimize. Yani kama baba you have to be a provider. Na provider in love, peace, familia yako unapigia simu, sawa una mchepuko, have time for your wife, piga simu mwanangu aendeleaje. Tuisi kama tuna baba, sisi tusingejua kama baba na wanawake wengine if he was. So in other words, kuna void ulikuwa unaifeel. Na void ya kukosa presence ya mzee pale. Yupo kabisa, yani baba alikuwa ni mtu ambaye mpaka mama mpigie simu. Yani mpaka mama mpigie simu, mimi yangu unaendeleaje? Naendelea vizuri. Alafu na kipindi nakumbuka nilikuwa nakaa naye Tabora.
mama alikuwa da, mimi nilikuwa nakaa na Tabora mimi na baba, na alikuwa anakaa na mwanamke mwingine tena. Nakumbuka mama alikuwa anapiga simu, anakimbia anaenda sebuleni. Na mbona namwangalia, anaongea ile hayupo comfortable, anaongea kwamba yani anaongea tu hadi ameongea tu anamjibu ile short, mama anaelewa vizuri. Sawa. Haya anataka tu ile kwamba yani kama ana support mama anavyoongea. Unajua? Sasa nikaangalia ngasema maskini mama wangu angejua. Kipindi kile nimefumba mdomo hamna kuongea. Usimwambie mama yangu. Unadhani mama alikuwa ajui? Mama alikuwa ajui. Alikuwa ajui kwa sababu alikuwa ananiamini mimi. Mimi ndio nilikuwa nakaa na baba Tabora. Mimi mwenyewe sikumwambia. Yaani kipindi mimi nakaa na baba alikuwa na mtoto kabisa, mwanamke yake na mtoto. Alikuwa na mtoto kabisa. Mama ananunuza, tuendelee vizuri. Hivyo kwa nini kwa sijai kumwambia. Ila nakumbuka alikuwa anamuulizaga sana mama. Mama yani mimi siwezi kumwambia mtu kitu kabla sijauliza. Mama unampenda baba? Baba, mama ndio unampenda. Tuja tena kwa baba. Baba unampenda mama? Nampenda. Sasa nisipende wako, si mke wangu, ambia haya. Sasa ni mimi nikajua labda watu wanaopendana wanajua sometimes uwezo kwa usije ngao kukaita fitna au kaita ugomvi kuni mama. Kwa hiyo nilikuwa namuuliza, nikimpigia tu mama simu namuuliza mama unampenda, mpaka mama alikuwa anashangaa, wewe mbona unauliza swali kila siku? Namuuliza mama unampenda baba? Ndio nampenda. Akasema sasa kama unampenda basi haina haja fani ya kumwambia. Kwa hiyo ni kwa hivyo. Wow. Lakini mimi najua kwamba itafika sehemu utamsamehe mzee wako. Mzee? Kuna sehemu utamsamehe tu, hamna namna. Hamna namna. Na mama yako umemsamehe? Mama. Mama tunaongea vizuri sasa hivi. Umemsamehe? Yaani kumsamehe. Mimi ni mgumu sana kuachilia vitu. Yaani nilikuwa nimesamehe pale singekuwa nalia, ni kwamba bado na ile feeling kwamba I was yani bado nilikuwa na kutendewa haki. Yani nikikumbuka tu, yani nikikumbuka the way yani nilivyokuwa na feel kwamba nipo mwenyewe, yani ile feeling yani bado haijaondoka. Sasa sijui kama yani bado sijaiachia kusema nimeachia, like nimesamehe ile kama nimesamehe kama nilitoka kule. Yani bado sijakiacha hicho. Bado kinakuumiza. Pole sana. So ungekuwa una nafasi ya kuambia wazazi wafanyeje ili watoto wasifike hapo ambapo ulifika wewe? Wafanyeje? Yaani ungekuwa unawashauri nini wazazi? Kwa sababu wewe you are representing sauti za watoto wengi sana kama wewe. Cha kuwashauri wazazi ni kutusikiliza. Yani kutusikiliza, tuna deserve ile. Yani mimi mamangu kama asingekuwa ananisikiliza nisingefika hapa, yani ningeendelea tu nikaaga tu mtu mwingine. Ingekuwa kitu cha tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Yani hata sidhani kama hapa ningekuwa hapa. Labda sasa ningekuwa sasa hivi nimekaa niko napiga story na washikaji. Maana siku hizi mpaka nimeacha kukaa hivi na wanaume kupiga story na wanaume hivi. Yani nimeka distance kwamba napiga story lakini baadaye no. Yani mimi nilikuwa nimeishi kabisa maisha ya kiume, yani mimi mtu anaweza ngatoka nikarudi saa 5 ndani afu nisioni, ama mtu anataka una shida sana nijua huyu hapa ana shida za kitoka huko. Kwa hiyo mimi nikutieni mzazi ni kumsikiliza mwanae. Yani amna ile sijui wanasemaga mzazi akosei, sio kweli. Yani sio kweli kama mzazi akosei, wote sisi ni wanadamu, yani kwenye njia nyingine wote sisi ni wanadamu. Tunakoseana, yani mzazi na mtoto wanakoseana, mtu na mume wake wanakoseana, wote ni wanadamu tunakoseana, kwamba kusikilizana, kwamba sometimes tutakaa msikilize mwanao tunapitia mengi actually. Tunapitia mengi. Mimi namshukuru sana mamangu, ni mtu ambaye naweza nikamwambia, yani akikaa vizuri akiwa hayupo busy, naweza nikamwambia chochote kile. Natujisikia na nikamwambia mama, kuna mtu amenitongoza ananisumbua, anafanya hivi, naweza nikamwambia. Yani anakusikiliza. Sasa bila kujudge. Mimi mama anaweza kama mama naomba kanigeshe, nataka kuogesha, najisikia kuogesha leo. Akaacha kazi zake hapa kaenda kanogesha. Yani kubwa hivi anaogesha. Kwa hiyo ni kusikiliza tu, yani sometimes tunahitaji mzazi kutupa attention. Yani amna kitu kizuri kama mzazi wako wa rafiki yako. Kwanza inasaidia pia hata kujenga relationship kati ya mzazi na mtoto. Kwamba yani inakuwa rahisi kumjua mwanao anaendelea na kitu. Unajua kuna wazazi wale ambao hawana relationship na watoto. Unakuta kuna watoto shuleni wanatumia simu bila wazazi wao kujua. Kuna watu wana iPhone na
mtu anakaa nyumbani kwako ni mwanao, lakini hujui kama anatumia simu. Sasa kuna mwalimu wetu ni mwalimu kabisa pale na mwanae pale shule. Mwanae alikuwa anatumia simu ya iPhone na mwanae na baba, yani na mwalimu yuko pale shule. Na nyumbani anakaa naye na alikuwa hajui. Yaani anakuja simu inakuja kukamatwa shule mpaka babake ameshangaa. Wewe simu umetoa wapi mwanangu? Mbona mimi nakaa naye nyumbani sasa simu umetoa wapi? Kumbe simu mtu anaficha kitandani huko usiku watu wamelala, anaendelea anafanya kazi zake, anakuja nayo shule hivyo. So kama mzazi labda angekuwa na uwezo wa kuongea na mwanae, sio kitu cha kuficha kile mtu kutumia simu, baba amenuliwa na mtu wake, if you can communicate na mzazi. Kwa hiyo yani ile kitu kwa shauri wazazi ni good communication kati ya na mtoto. That's the important, very important thing. Right. Wow. Haya, nilikuwa na Helen Kelvin. Bado unamsikia kabisa, bado ni yuko kwenye safari yake ya uponyaji. Bado yuko kwenye safari ya uponyaji. Lakini I'm so glad kwamba ana uwezo wa kuzungumza na ana uwezo na anaelewa, na ametuonesha huyu ni kielelezo kwamba watoto bwana wanaelewa. Yaani usije ukakaa ukadhani watoto wanaelewa kuliko unavyodhani, na wana notice vitu na wanaona. Ni kwamba tu wanakosa ujasiri na wanakosa pa kusemea. Kwa unakuta anaumia. Sasa yale maumivu ndio unakuta yanambadilisha na kuwa kitu kingine kabisa ambacho hakikutarajiwa kwenye jamii. Alafu sisi wanajamii tunaanza kunyosha vidole. Mbona mtoto wa fulani anavaa nguo za kiume? Yule mtoto yule atakuwa hivi na hivi na hivi. Lakini wewe hujui mtoto safari yake ametokea wapi, anaelekea wapi, amekumbana na vitu gani na vitu nini. Kwa mimi na wewe tunaotizama kipindi hiki, tukawe ambassadors wa wema. Ukimwona mtoto wa fulani ni wa kiume, anapenda vitu vya kike, ujue kabisa kwamba kuna changamoto. Unaweza ukazungumza naye kama mtoto wako. Pengine ameshindwa kuzungumza na wazazi wake, lakini anaweza akazungumza na wewe ambaye wewe una bias, una interest. Kwa hiyo akakuelezea vitu vyake, mambo yakaenda as usual. Kwa tuchukue jukumu hilo sisi kama jamii kumfanya mtoto wa mwenzio kuwa mtoto wako. Yaani tulindane, yani mtoto wa mwenzio awe ni mtoto wako. Yaani usikutane barabarani ukaishia kunyosha kidole, hapana, muite, njoo fulani, unaitwa nani? Tunajua dunia imebadilika sana. Na hao watoto wanajua kama ukitaka kumdhuru atajua. Kama ukitaka kufanya kitu kibaya wanajua. By the way, Helen sio mtoto, Helen ni mtu mzima, she is 18. Kwa hiyo ni mtu mzima. However, bado ana nafasi ya malezi kutoka kwa wazazi wake, kutoka kwa sisi kama jamii. Kwa muite mtoto, muulize, Helen, mbona uko hivyo? Kuna shida gani na nini? Mara ya kwanza, mara ya pili. Baadaye mtoto ataanza kukuelewesha namna gani anajisikia au namna gani anafanya. Kwa na kipindi hiki sio kwa ajili ya kumfanya mtu yote ajisikie namna fulani, au sio kwa ajili ya kuonesha vitu negative ambavyo, lakini ni vitu ambavyo viko majumbani kwa watu wengi sana. Ni kwamba tu watoto hawana pa kusemea, lakini viko majumbani, watoto wanaelewa, watoto wanaona, lakini wanakufa navyo. Matokeo yake wanapata changamoto za kisaikolojia. Alafu tunaanza kuangalia ile changamoto ambayo ndo tunda la mwisho kabisa kuonekana kwenye huo mchakato. Lakini kumbe kuna kitu fulani somewhere somehow, kuna watu walikifanya kikapelekea mtoto huyu kuwa tunavyomuona hivyo, tunavyomuona na kumtizama. Hakuanza tu kuwa hivyo. Huyu Helen amesema kwamba alivyokuwa mdogo alipenda sana modeling, alipenda sana kuvaa nguo za kike, alipenda kupendeza, alikuwa anaoga hata mara 4 kwa siku. Lakini baada ya huu mchakato wote Helen akabadilika, hataki tena hivyo vitu. Hataki tu, yani hajisikii, kwa sababu vinamletea vitu ambavyo yeye mwenyewe alikuwa havipendi kwa wakati huo. Kwa hii story inaanzia sehemu afu inakuja kuishia somewhere else. Kwa hii ni ujumbe kabisa mahususi kwa wazazi. Let's be mindful. Tusiwachukulie poa watoto. Watoto wanapaswa kusikilizwa, na amesema
Na sisi kama wazazi tunapaswa kuwasikiliza. Hata kama tuko bize, hata kama tunavurugana, lakini watoto wanapaswa kusikiliza. Na pande zote mbili, sio upande mmoja tu. Ellen ana bahati amepata tu mama msikivu, mama ambaye tunaamini naye anaongozwa na Mungu. Maana yake sasa kama sio Mungu itakuwaje hapo? Mama ambaye tunaamini anaongozwa na Mungu akasema mtoto ngoja ni jifunge kibwebwe. Ni nani angekuwa mama mwingine naye kavurugikiwa, kavurugana na mtu huko, anaacha mtoto anakuwa hivyo hivyo anavokuwa, basi jamii tutakuja kupambana naye huku juu. Unashangaa mtoto huyu vipi nili, lakini no. Kwa let's take responsibility sisi kama jamii wote, yani tuleane huko shule. Walimu naamini mtatusaidia sana hao watoto kuweza kunyooka vizuri huko shuleni. Mkipata nafasi walimu, wanafunzi ni wengi yes, lakini kuna mmoja tu utamnotice kwamba huyu anahitaji msaada zaidi ya wenzie. Yaani kuna kupona mmoja tu ambaye ukimtazama wewe mwenyewe unasema udogo huyu. Wewe ni muite, wewe anahitaji msaada kuliko wengine. Unamuita tu taratibu. Tunawaamini walimu, japo wachache sana wana misbehave, lakini tunawaamini walimu kwa sababu watoto wanatumia muda mwingi sana shule. Kwa hiyo watu ambao wanaaminika sana ni walimu, ambao wanaweza pia wakawa na mchango. Na ukiona chochote una notice kuhusu mtoto, mwambie mzazi wake. Bwana mtoto wako tunaona hivi na hivi, mzazi ashindwe mwenyewe. Nakushukuru sana kwa kutizama episode hii, na nataka nione maoni yako hapo chini. Pengine na wewe ulikulia kwenye mazingira kama ya Hellen na wewe umetoboa, basi natamani nikutane na wewe tuweze kuzungumza mawili matatu. Jina langu mimi naitwa Irene Kamugisha, napatikana TikTok kama Irene Kamugisha, Facebook Irene Kamugisha, X Irene Kamugisha, pamoja na Instagram Irene Kamugisha _. Mpaka hapo tumefika mwisho wa kipindi chetu, tukutane tena episode ijayo.